Shalom. Sasa leo nitakuonyesha ishara kubwa 5 ambazo utakapoziona kwenye maisha yako kujua kwamba Mungu amekuita kama nabii ama muonaji. Yamkini unajidharau, unaona kwamba Mungu hajakuita kuwa nabii, wewe hauwezi kuwa nabii, labda kutokana na matendo yako ambayo uko nayo, kutokana na tabia zako ambazo uko nazo, lakini nataka nikwambie utakapoziona ishara hizi 5 nitakazo kutajia siku ya leo, no matter una tabia gani, no matter una mwenendo gani, Mungu amekuita kuwa muonaji, Mungu amekuita kuwa nabii wa kimataifa. Mungu anataka uweze kuongoza watu wake. Kaa mpaka mwishoni mwa video hii kwa sababu nitakuonyesha kama una dalili hizi ama ishara hizi zinatokea kwenye maisha yako, mambo gani unatakiwa kuweza kuyafanya ili uweze kuwa nabii ama uweze kuwa mwonaji kama vile Mungu ambavyo amekupangia. Sasa ninapokwenda kuonyesha ishara hizi, kama bado hujasubscribe channel yetu, unaweza ukasubscribe pale ulipo ili kipindi ninachokuletea mafundisho mapya uwe wa kwanza kuyapata. Na kama bado hujalike video hii, basi unaweza ukalike mahali pale. Mungu akubariki sana. Sasa ishara ya kwanza kwamba Mungu amekuita kuwa nabii, unakuwa unapata ndoto za mara kwa mara, na ndoto hizi mara nyingi zinakuwa zinatokea. Yaani wewe ni mtu ambaye unakuwa unaonyeshwa vitu vikubwa. Unaona matukio ya kimataifa. Matukio haya yanakuwa yanatokea kabla ya mtu mkubwa ajafa. Inawezekana ni rais ajafa, inawezekana ni mwanamuziki mkubwa ajafa, inawezekana ni mtu mkubwa, mtu maarufu ajafa. Kuna watu huwa mna tabia kuona kwenye ndoto. Na wengi wenu mnapoona vitu vile huwa vinatokea baada ya muda. Vitu vile huwa vinakuwa kweli baada ya muda. Kuna wengine huwa mnaota matukio kama matetemeko, vimbunga, ajali za moto. Yale matukio huwa mnayaona kupitia ndoto. Baada ya muda matukio hayo huwa yanatokea kweli. Na umekuwa ukijiuliza kwa nini jamani, mimi kila kitu ninachokiota huwa kinatokea, kila jambo ninaloliota huwa linatokea. Kwa nini huwa linatokea? Hii inaweza ikawa ni ishara kwamba Mungu amekuita wewe kama nabii. Kwa sababu ili uweze kuwa nabii lazima jambo unaloliona ama jambo unaloliota lio linatokea. Jambo unaloliota ndio linatimia. Hii ni moja kati ya sifa ambazo Mungu huwa anaachilia kwa watu wenye roho za kinabii. Na kuna wengine sio matukio tu makubwa, kuna vitu vingine vya kawaida tu. Unaota kuna mtu kwenu anakwenda kuengejiwa, unashangaa baada ya muda anakuja kuengejiwa kweli. Unaota kwenu kuna mtu anakwenda kufa, unashangaa baada ya muda anakufa kweli. Unaota kuna mtu kwenu anakwenda kupata ajali, baada ya muda mtu anapata ajali kweli. Unaona kwamba kila jambo unaloliota linakwenda kutokea. Hii inaweza kuwa ni ishara kwamba Mungu amekuita wewe kama nabii. Na ishara ya pili ya kwamba Mungu amekuita kuwa nabii ama mwonaji, kama Mungu huwa anakupa ujumbe kuhusiana na maisha ya watu, huwa anakupa ujumbe kuhusiana na watu. Kitabu cha Amosi sura 3 na mstari wa 7 inasema, Bwana Mungu hatatenda neno lolote asipowafunulia watumishi wake manabii siri zake. Mungu anaweza kuzungumza nawe kupitia sauti ya ndani, ama Mungu anaweza kuzungumza nawe kupitia maono kuhusiana na dada fulani. Ukawa unajisikia kwenda kumtia moyo yule dada, unajisikia kwenda kumfariji yule dada. Huyu dada ndani yangu nasikia roho yangu inaniambia ya kwamba huyu dada anapitia kitu fulani ambacho ni kigumu. Huyu dada anapitia jambo fulani ambalo ni gumu. Huyu kaka anapitia kitu fulani ambacho ni kigumu. Hebu ngoja niende nikaongea naye. Hebu ngoja niende nikamtie moyo. Na unapokwenda kuongea naye, unashangaa vile unavyozidi kuongea naye anakuambia, Bwana ni kweli hicho unachoongea. Ni kweli Bwana, mimi ndo napitia hivyo. Ni kweli hiyo hali ambayo unasema, ni kweli napitia hali hiyo. Ni kweli unapitia changamoto hiyo unayoisema. Umejuaje? Ama muda mwingine Mungu anaweza kaongea nawe kupitia ndoto. Unakuwa ni mtu ambaye unapata ndoto nyingi sana kuhusiana na watu wengine. Mungu anakupa jumbe za watu kupitia ndoto. Unaweza kumwotea mtu ndoto kama anapitia changamoto ya uchumi. Unapokwenda kuongea naye anakuambia, ni kweli kabisa, mimi napitia changamoto hiyo ya uchumi. Umeonaje? Mimi niota ndoto, na katika ndoto niliyoota niona wewe unahangaika sana na uchumi, niona wewe unateseka sana mambo fulani. Kwa unashangaa kwamba Mungu anakuwa na tabia kukupa jumbe za watu. Mungu anakufunulia mambo ya watu ambao hajakwambia. Mungu anakupa ujumbe wa watu wa kwenda kuambia. Mungu anakupa siri za watu za kwenda kuambia. Sasa naomba nikupe angalizo. Kuna muda mwingine Mungu anapokuonyesha ujumbe wa mtu, sio kama Mungu anataka uende kumwambia, hapana. Muda mwingine Mungu anakufunulia ujumbe wa mtu ili wewe uweze kukaa na kwenda kumwombea. Kwa sababu muda mwingine sio sifa sana kwenda kwa mtu hata kama una karama ya kinabii. Baada Mungu kufunulia ujumbe wa mtu na wewe unakwenda kumwambia moja kwa moja. Kumbe muda mwingine Mungu anaweza kufunulia ujumbe wa mtu wewe kama mtu mwenye karama ya kinabii. Sio kama uende kumwambia, hapana. Mungu anatamani uweze kumwombea yule mtu. Sio ukaongee naye. Mungu anataka uweze kuingia sirini na uweze kwenda kumwombea. Sio uende ukaongee naye akakonfirm kwamba kweli anapitia hicho kitu ndio umwombee, hapana. Mungu muda mwingine anakuonyesha vitu vya watu kwa sababu anatamani uweze kuingia kwenye maombi na uweze kwenda kumwombea. Sio uende kuongea naye, uende ukamwombee wewe kama wewe. Sasa ishara ama dalili ya 3 ambayo inaonyesha kwamba Mungu amekuita kama mwonaji, wewe unakuwa ni mtu ambaye unapenda kukaa peke yako, unapenda kukaa katika hali ya kujitenga, upendi kuchangamana na watu, upendi kushikamana na watu. Mara nyingi sana unapenda kukaa peke yako. Kwa sababu Mungu anapokuita kama nabii, Mungu anakutenga na watu. Na ndio maana kuna muda mwingine kuna watu wengine huwa mnapenda sana kukaa peke yenu, lakini hata mnapojaribu kuchangamana na watu mnajikuta mnakusana na wale watu. Unashangaa kunatokea jambo linakutenga na yule mtu. Na muda mwingine unaweza kulazimisha kukaa na watu, lakini unashangaa unatokea kitu kama ugomvi, mnatengana, unabaki peke yako. Na kwa nini watu hawa ambao Mungu amewaita kama nabii wanapenda kukaa peke yao, ama watu ambao wana karama za kinabii wanapenda kukaa peke yao? Kwa sababu Mungu anapenda kuongea na mtu akiwa amejitenga. Mungu anapenda kuongea na mtu akiwa katika hali ya utulivu. Na ndio maana hata manabii wa zamani mara nyingi sana walikuwa wanajitenga na watu. Muda mwingine wanajitenga, wanaenda kukaa milimani, muda mwingine wanashinda makanisani. Mungu amekutenga, Mungu amekuita. Mungu atamani uweze kuchangamana na watu wengine. Unaona hata katika kile kitabu cha Luka sura ya 5 mstari wa 16 inasema kwamba lakini yeye alikuwa akijitenga mahali pasipokuwa na watu
akiomba. Unaona hata Yesu mwenyewe, kwa sababu Yesu pia alikuwa anatembea kwenye karama za kinabii, lakini pia Yesu alikuwa ni nabii. Kwa hiyo unaona hata Yesu pia alikuwa anapenda kukaa peke yake, alikuwa hapendi kukaa na watu, kwa sababu karama hizi ama wito huu huwa unamtenga mtu pamoja na watu. Mtu huwa anakaa peke yake, mtu huwa anakuwa anaendesha maisha yake kama yeye. Sio roho kataliwa, ila ni Mungu anakutenga na watu. Sasa ninapokwenda kuonyesha ishara ya 4, kama bado hujasubscribe channel yetu, unaweza ukasubscribe pale ulipo, ili kipindi ninachokuletea mafundisho mapya uwe wa kwanza kuyapata. Lakini kama bado hujalike video hii mpaka hapa tulipofika na unabarikiwa, basi unaweza ukalike pale ulipo. Lakini ishara 4 ya kwamba Mungu amekuita kuwa nabii ama mwonaji, watu wengi wanakuwa wanakuja kwako kwa ajili ya kutaka ushauri wa kiroho. Kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura ya 14 na ule mstari wa 3 inasema, anenaye unabii asema na watu maneno ya kuwajenga. Kwa unapoona watu wengi wanakuja kwenye maisha yako kwa ajili ya kuomba ushauri wa kiroho, watu wanakuja kwa ajili ya kuinquire. Unashangaa kwamba jamani, mimi watu wengi wanakuja kuomba ushauri kwangu wa kiroho. Ni namna gani wanaweza kukua kiroho? Ni namna gani wanaweza kusoma neno la Mungu? Ni namna gani wanaweza kaomba? Yaani wewe watu wote wanaokuzunguka wanaokuja kwako wanaomba ushauri wa namna hiyo hiyo, Mungu anaweza kama ameachia ndani yako karama ama kipawa cha unabii. Na watu wale wanakuja kwako sio kama wanakuja kwako hivi hivi, hapana. Wanakuja kwako kwa sababu kile kitu ambacho kiko ndani yako kinawavuta wao. Hata wenyewe wanashangaa kwa nini wanakuja kwako. Hata wenyewe hawajui kwa nini wanakuja kwako. Lakini kile kitu ambacho kiko ndani yako kinawavuta wale waweze kuja kwako, waweze kuja kuuliza maswali, waweze kuja kwa ajili ya kujengwa. Inawezekana muda huu wito wako hujaanza kuonekana, lakini inaonyesha kabisa kwamba Mungu amekuita kuwa kama nabii. Enda huna hata huduma, lakini wanakuja watu wenye huduma kwa ajili ya kuomba ushauri kutoka kwako. Ushajiuza ni kwa nini? Kwa sababu ndani yako una unabii. Na moja kati ya kazi ya nabii ni kuwapa watu direction, ni kuwapa watu maelekezo. Kwa watu wanakuja kwako kuomba ushauri, watu wanatamani uweze kuwapa direction, uweze kuwapa maelekezo ni namna gani wanaweza katoka hapo wanapopita. Lakini ishara 5 ya kwamba Mungu amekuita kuwa nabii ama mwonaji ni kuhisi mzigo mkubwa sana wa kuombea watu. Kwa maisha yako mengi unakuwa unapenda kuombea watu. Hata unapoingia kwenye maombi ya kwako binafsi, unashangaa baada ya kujiombea maombi yako wewe, unaanza kuombea watu, unaanza kuwatanguliza watu. Umeingia kwenye maombi ya saa nzima, lakini wewe umejiombea dakika 5, lakini watu wengine umeombea dakika 55. Unashangaa nini kinachoendelea kwangu? What is happening to me? Ni kwamba Mungu ndani yako ameweka karama ya kinabii. Mungu ndani yako amekuita kuwa nabii. Na manabii Mungu anapowaita, huwa ndani yao anaweka mzigo wa kuombea watu wengine. Unapokutana na nabii ambaye ana karama ya kinabii, hata kama hajaanza kutabiri bado, hata kama bado hajakuwa katika unabii, lazima atakuwa ni mtu wa kuwaweka wenzake kwanza kwenye maombi. Atakuwa ni mtu wa kuwatanguliza kwanza kwenye maombi. Kwa sababu Mungu anaweka mzigo ndani ya nabii. Mungu anaweka mzigo wa kitaifa ndani ya nabii. Mungu anaweka mzigo wa watu wengine ndani ya nabii. Nabii huwa anabebesha mizigo yote. Nabii huwa anapewa na Mungu roho ya ujasiri sana. Huwa anasema na watu no matter the cost. Hata kama kile kitu ambacho anakisema kinaweza kukosti maisha yake, nabii bado huwa anasema na watu. Ndio maana hata Yohana Mbatizaji alikuwa na uwezo wa kwenda kuongea na mfalme Herode ya kwamba unachokifanya sio kizuri. Umechukua mke wa kaka yako, umechukua mke wa ndugu yako, achana naye. Kamkosti nini? Kamkosti maisha yake. Herode akakata kichwa cha Yohana Mbatizaji kwa sababu tu ya kuongea ukweli, kwa sababu tu ya kumuonya mfalme. Unaona, unapoona mtu anakuwa na uwezo wa kuonya mamlaka bila kuogopa, bila hata kuhesitate, hata kama ile kitu inaweza kukosti maisha yake, lakini mtu bado anaweza kaongea na mamlaka, anaweza kuionya mamlaka. Huyu mtu sio mjinga. Huyu mtu sio kwamba haogopi. Huyu mtu sio kwamba anashobokea sana labda mambo ya serikali, anashobokea sana mambo ya kitaifa. Hapana, ila huyu mtu ndani yake ana mzigo wa kinabii, kwa sababu nabii huwa haogopi kusema. Na ndio maana hata mwenyewe unaweza kuwa bado hujawa nabii mkubwa, ama unaweza kuwa hutambui kama ni nabii, lakini unakuwa na ule ujasiri wa kukemea pale nyumbani kwenu. Wakileta waganga pale kwenu, unakuwa ni mkali, unakuwa unawakemea mpaka wazazi wako. Unashangaa jamani, huu ujasiri wa kukemea wazazi unatoka wapi? Wameleta matunguu na wakemea. Sasa muda huu nataka nikuombee wewe ambaye hizo zote 5 nilizotaja wewe unazo. Na hii inamaanisha kwamba huenda Mungu amekuita kuwa kama nabii. Nataka nikuombee muda huu Mungu aweze kusaidia kwenye huo wito ambao umekupa ndani yako, ili uweze kuchanua na wito huo ukapate kwa faida ya watu wengi zaidi. Weka mkono wako kwenye kifua chako nikuombee. Baba, katika jina la Yesu Kristo Nazareti hai, ninamwombea huyo mtu ambaye ndani yake umeweka karama ya kinabii, ambaye ndani yake umuita kama nabii, ambaye ndani yake umuita kama mwonaji. Kile kitu ambacho umeweka ndani yake Jehova, kiende kikakwenda kuchipua kuanzia sasa. Nimwombea Bwana neema yako kuanzia siku ya leo, katika jina la Yesu Kristo Nazareti hai. Amen. Na baada ya maombi haya utaanza kuona Mungu anaanza kuinua kwenye karama za kinabii. Kama umebarikiwa na video hii na umejifunza kitu, basi niandikie pale kwenye comment section ya kwamba nimejifunza kitu. Lakini pia kama umebarikiwa zaidi na unatamani kuweza kusupport huduma hii kwa sadaka yako, unaweza ukatoa sadaka yako kupitia namba zetu za simu ambazo zinaonekana hapo chini kwenye screen yako. Na utakapokuwa unafanya hivyo, Mungu wa mbinguni akubariki sana na akuzidishie pale ulipotoa, katika jina la Yesu Kristo Nazareti hai. Amen. Pia kama una shida binafsi, unataka niweze kukuombea, unataka ushauri, unataka uweze kufika kanisani kwetu kuabudu pamoja na sisi, unaweza ukachukua namba zetu za simu ambazo zinaonekana upande wako chini wa kulia wa screen yako. Usinitumie message, nipigie simu moja kwa moja, nitaongea na wewe. Muda huu tumefikia mwisho wa video hii. Kama bado hujasubscribe channel yetu, unaweza ukasubscribe pale ulipo, ili kipindi ninachokuletea mafundisho mapya uwe wa kwanza kuyapata. Na kama umebarikiwa na video hii, basi unaweza ukalike pale ulipo. Mungu akubariki sana. This is Apostle Deusi Sengo. Amen. Shalom. Peace.